Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سورة البقرة aya nambari 268 ndiyo aya ya majlisi ya leo biidhnil bari tabaraka wa taala, katika muendelezo wa kuifasiri sura hii, Suratul Baqara. Aya iliyotangulia kabla ya aya hii ilikuwa ni muendelezo wa kuzungumzia masala mazima ya al-infaq fi sabilillah, kujitolea katika njia ya Allah azza wa jalla. Lakini aya hiyo ikawa ina maelekezo kutoka kwake Allah azza wa jalla kwamba ni aina gani ya mali tunazotakiwa kutoa katika njia ya Allah. Lakini pia aya ikawataja vibaya wale ambao wanachukua mali zisizokuwa za halali au zisizokuwa nzuri, wakawa ndizo mali wanazozitoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Allah akatueleza kwamba kufanya hivyo si sawa. Akatwambia, enyi mlioamini, toweni vizuri katika vile mlivyochuma na katika vile mlivyovuna na kuvipata kutoka ardhini, wala msikusudie vibaya katika hivyo mkawa mnavitoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, vibaya ambavyo hata nyinyi mkipewa hamwezi kupokea labda kwa kufimbiana macho tu. Natambueni kwamba Allah azza wa jalla hawaamrishi hili kwa kuwa ana uhitaji. Hapana, Allah ni tajiri mkwasi mwenye kustahiki kuhimidiwa. Baada ya maelekezo hayo ya Allah azza wa jalla, hapa Allah anatuambia ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Allah anatueleza kwamba wale ambao wanatoa vibaya na wale ambao hawataki kutoa kabisa, kitu gani kinawapelekea wasitoe? Wale wasiotoa kabisa. Na kitu gani kinawapelekea watoe vibaya visivyokuwa na viwango? Wale ambao utoaji wao ni wa namna hiyo. Anatuambia ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Hii ni kwa sababu shaytan anakutieni uoga na anakuahidini ufakiri, kwamba ukitoa utapungukiwa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaytan anakutieni uoga juu ya ufakiri pale mtakapotoa. Wa ya'murukum bil fahsha, lakini zaidi ya hapo shaytan anakuamrisheni kufanya uovu na kuendea uovu. Uovu gani huo? Tutakuja kuona. Huu ni upande wa shaytan na da'wa yake inaendelea watu wasitoe. Lakini upande wa pili ambao ni upande wa haki, upande wa Allah azza wa jalla, Allah anasema wallahu, lakini wakati huo huo na Allah azza wa jalla ya'idukum maghfiratan minhu, Allah anakuahidini kwamba mtakapotoa vizuri, mtakapotoa katika njia ya Allah azza wa jalla, Allah atakupeni msamaha unaotoka kwake, wa fadla, na atakuzidishieni katika fadhila zake, atakupeni katika fadhila zake. Hizi ni pande mbili, chagua unapotaka kupita, kama walivyosema baadhi wanazuoni alaihim rahmatullahi ta'ala, akiwemo Ibn al-Qayyim. Alieleza maneno mengi, lakini mwisho akasema fahadha wa'du Allah wa dhaka wa'du shaytan. Hapa tuna ahadi mbili. Ahadi ya Allah azza wa jalla tumeiona, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wa dhaka wa'du shaytan. Lakini huku nyuma kuna ahadi ya shaytan, al-faqr. قال فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه. Bakhili na yule anayetoa, angalia hizi ahadi mbili, ni ipi ahadi ya kweli na nafsi yake inapata utulivu kwenye lipi kati ya hizi ahadi mbili? Ahadi ya shaytan na ahadi ya Allah. Wa ila ayyihima yatma'innu qalbu, moyo wako unapata utulivu kwenye ahadi gani? Wataskunu nafsuhu, na nafsi yako pia inatua kwenye lipi kati ya haya mawili? Wallahu yuwaffiqu man yasha, lakini Allah humpa tawfiki ya kuichagua njia sawa amtakaye. Wa yakhdhulu man yasha wa huwa alwasi'ul alim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, na Allah anakuahidini msamaha mkubwa
unaotoka kwake na fadhila nyingi. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila, anayejua hali za waja na matendo ya waja. Aya hii inaweza kufasiriwa kwa kujitegemea, ikiingia katika mlango wa kujitolea kwa ujumla, lakini pia aya hii inaweza kufungamanishwa na aya iliyopita ambayo inakataza kutoa vitu ambavyo viko chini ya viwango. Kwa tafsiri zote hizo tunaweza kuifasiri hivi: ash-shaytanu ya'idukumul faqra ay yukhawifukumul faqra. Pale mnapowaza kutoa, mnapofikiria kutoa, mnapopata utayari wa kutoa, shaytan hapo anaingia. Kazi yake nini? Ya'idukumul faqra ay yukhawifukumul faqra, anakutieni hofu kwamba mkitoa mtapungukiwa. Kwa nini hofu hii shetani anatutia katika nyoyo zetu? Litamsiku ma biaidikum fala tunfiquhu fi mardatillah, ili mvizuie vile ambavyo mmevichuma msivitoe katika njia ya kumridhisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo shetani unapotaka kutoa, kama vile anakuambia innaka idha anfaqta iftaqarta, utakapotoa utakuwa fakiri. Waraaka dhurriya, una kizazi wewe, una watoto, una familia, una majukumu. Na ushawishi mwingine wa aina mbalimbali ambao shetani anawashawishi wale ambao nafsi zao zinataka kutoa, anawatia hofu mpaka wanazuia. Kwa hiyo Allah anatueleza huo uhalisia kwamba ukijihisi na hizo hisia, basi hizo zinatokana na shetani. Unataka kutoa, unafikiria lakini nina bili ya maji, mwezi unaisha, bili ya umeme nayo inakwenda kukata, mimi nimepanga bana, kuna hela ya pango, Januari imekaribia, kuna ada ya watoto shule. Hii fikra ikiwa inakujia, chimbuko lake ni wapi jamani? Kwa mujibu wa aya, shetani, so mimi kwa mujibu wa aya. Kwa hiyo shetani anakuambia idha anfaqta iftaqarta, utakapotoa utakuwa fakiri, na wewe una mahitaji chungu nzima, na mahitaji haya hayaishi. Ni miliki utakavyomiliki, mahitaji hayaishi. Una hiki, una kile, una huyu, una yule. Kwa hiyo shetani hakosi namna ya kukuingia katika kukueleza kwamba una mahitaji makubwa, una mambo mengi, una ndoto kubwa kwenye biashara, lakini utakuja kutoka, utaiacha hii mali na ndoto zako hazijakamilika. Kwa hiyo kumbe ilikuwa vyema ujitengenezee akhira yako kwa ile fursa uliyonayo kwenye muda husika. Kila mmoja jamani kafunguliwa fursa yake katika hii dunia, na tuko baadhi yetu fursa zetu tumefunguliwa katika vipato. Kwa hiyo kama Allah akakujalia, hebu mpuuze shetani. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, kwa sababu uhalisia ndio huu tunaoelezwa na Allah azza wa jalla, kuwa shetani anakukhofisheni ufakiri, anakuonyesha una mahitaji mengi, una watu wengi wanakutegemea. Hebu rudini kwenye kisa cha wale watu watatu aliotusimulia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mtaona uhalisia wa kazi ya shetani. Nakumbuka kisa vizuri. Kulikuwa na watu watatu Allah kawapa mtihani. Mmoja hana nywele, kipara, kinaitwa kipara au kihara. Kipara si kile cha kunyoa, kuna kile chenyewe kile. Nasikia wengine wanaita kihara. Tukiite kipara, kwa sababu kihara bado tunashaka nayo. Mmoja ana kihara. Mwingine alikuwa na shida ya nini? Ngozi, Na mwingine, watatu walikuwa na shida gani? Kipofu. Hawa wote Allah akawatumia malaika wakawatembelea. Allah akawarudishia kile ambacho walikuwa wanakitamani. Kipofu akataka macho, mwenye shida ya ngozi akataka ngozi nzuri, ambaye hana nywele akataka nywele akapewa. Alafu kila mmoja akapewa mtaji. Mashaallah, mali ikatanuka ikawa nyingi. Malaika akaja tena. Kamfuata wa kwanza, mimi mpita njia, nimeishiwa, naomba kidogo ili nikamilishe safari yangu. Na yakumbuka majibu. Katika majibu yao hawa wawili waliofeli yalikuwa yanafanana. Jibu la kwanza, hii mali nimeirithi kutoka kwa wazee na wazee, ambapo ni uongo huo. Lakini jibu la pili, majukumu yangu ni mengi sana.
Na hili jibu mpaka leo linatumika wale ambao Allah amewapa wasaa wanapofuata kwa ajili ya kufanya kheri. Majukumu mengi, na inawezekana sio kwamba anashindwa kukupa, ni jibu tu la kukuondoa kwenye kivuli. Kwa hiyo na wale pia walijibu kwamba majukumu mengi, lakini kwenye majukumu mengi jamani, ukitoa 1000 kumsaidia mtu utapungukiwa nini? Wakati Allah ameshatuahidi hapa mbele tutakuja kuona ahadi ya Allah. Kwa hiyo wawili wakatoa majibu sio, wakakwama, zile neema wakanyang'anywa. Lakini mmoja alikumbuka fadhila za Allah azza wa jalla juu yake, akasema kweli kuna kipindi mimi nilikuwa sina kitu, sio mbuzi mmoja tu, chukua watakaokutosha kwenye safari yako yote. Nakiri kwamba nilicho nacho bimahdhi fadlillahi alayya, ni kwa fadhila za Allah azza wa jalla tu. Leo umekuja ni mja wa Allah, chukua. Ile bwana akamwambia sihitaji, mimi ni mtihani kwenu kutoka kwa Allah azza wa jalla. Wenzako wawili wamefeli, wewe umefaulu, baki na kile ulicho nacho, Allah akuzidishie. Kwa hiyo unaona kazi ya shetani hii, kazi imeanza zamani. Shaitanu yaidukum alfaqra, shetani jamani anawahofisha kwamba ukitoa utaishiwa. Na shetani ndio adui yetu, na sisi tunafikiana. Na katika vitu vinavyomfurahisha kila mmoja wetu ni kumshinda adui yake, au adui yake kushindwa na mwingine. Inafurahisha sana. Kuna mtu anakukera, siku akibananishwa huyu na mtu mwingine, wewe unaenjoy. Leo kapata mbabe mwenzake. Lakini pia siku ukimshinda na wewe pia unafurahi kwamba leo nimemkamata pabaya. Sasa shetani ni adui yetu, tunavyomshinda au tunapomshinda tunatakiwa tufurahi. Allah anatupa hapa siri za huyu kiumbe. Shaitanu yaidukum alfaqra. Kwa hiyo unapotaka kutoa yakakujia haya mawazo, mlani shaitani, toa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, hapo utakuwa umemgaragaza shaitani. Shaitanu yaidukum alfaqra, illa kwanza shaitani anakukhofisheni ufakiri, anakupa ahadi hiyo kwamba ukitoa utapungukiwa, ukitoa utafilisika. Una 1 2 3 4 majukumu yako haya lazima uyasimamie. Wayamurukum bilfahsha, lakini jambo jingine shetani huyo maanahihi iyakum anil infaq khashyata al-imlaq, pamoja na kuwakataza kutoa kwa kuhofia umaskini na kupungukiwa. Yamurukum bilfahsha ay yamurukum bilmaasi walmaathim wa mukhalafati al-khalaq, anakuamrisheni mfanye maasi, mfanye madhambi na kwenda kinyume na maadili na mambo mazuri. Wayamurukum bilfahsha, neno hapa fahsha limefasiriwa kwa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni hii tuliyoeleza, kwa sababu alfahsha tutlaqu, hadhihi alkalima tutlaqu ala ma fahusha min almaasi. Alfahsha ni yale madhambi ambayo ni ubaya wake ni mkubwa, uko wazi, machafu hayo yanaitwa alfahsha, na mara nyingi hutumika kwa azina, alliwat, nikahul maharim. Zina, liwat na kuwaoa wale ambao ni haramu kwako kuwaoa. Haya matatu mara nyingi ndio yanaitwa fahisha, uchafu ulio wazi: azina, alliwat. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha, wala tankihu ma nakha abaukum min an-nisaa illa ma qad salaf innahu kana fahisha. Wala taqrabu zina, msikurubie zina, innahu kana fahisha. Zina ni uchafu, ni maasi ambayo yameupgrade, ndio maana yanaitwa fahsha. Wala tankihu ma nakha abaukum min an-nisaa illa ma qad salaf, msiwaoe ambao walishawahi kuolewa na baba zenu. Huyo ashakuwa mamio, ni haramu wewe kumuoa. Mutallaqatul ab, mwanamke ambaye ameachika na baba yako mzazi, haramu kwako kumuoa mamako huyo tayari. Innahu kana fahisha, Allah akasema hilo ni uchafu, akaliita fahisha, nikahul maharim. Lakini kadhalika alliwat. Ndio maana ile hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma aliposema Mtume alayhi salatu wassalam, kuna mambo matano
na watahadharisheni, na namuomba Allah yasiwadiriki hayo mambo matano. Chungeni nayo na Allah awaepushe nayo. La kwanza akasema alayhi salatu wasalam, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qat hatta a'lanu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, au kama qala alayhi salatu wasalam. Hautadhihiri uchafu. Hapa wakafasiri baadhi ya wafasiri, baadhi ya shurahu alhadith wakafasiri hapa alfahisha bi maana zina wal liwat. Lam tadhhar alfahisha, hautaenea uchafu fi qaumin qat, kwa jamii yoyote, hata alanu biha, mpaka wakawa wanaofanya huo uchafu wazi wazi, illa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa yataenea maradhi ya ta'un na maradhi mengine ambayo hayajawahi kusikika zamani za kale huko. Na kweli zama tulizopo imekaribia kuwa ndio zama hizo. Liwat inafanywa wazi wazi na ina watetezi. Azina imekuwa ni halali madamu tu mtu ashafikia ule umri wanaosema wa utu uzima na amefanya kwa ridhaa yake, hakuna haramu kwao. Na kuna tume zinawezekana zimeundwa, vipengele vya kanuni vimetengenezwa kwa ajili ya kuwalinda wazinifu, mashoga na watu wa mfano wao, na ni vitu viko wazi, na wao wanaweza wakaandamana, haki zetu, haki zetu, wazinifu wao na watu wanaofanya liwat. Nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa hiyo hapo neno alfahisha likatumika. Kwa hiyo baadhi ya mufassirini pia hapa alfahsha wanafasiri kwa maana hiyo hiyo, wayamurukum bilfahsha, zaidi ya kuwa sheitan anawahofisha ubakhili, lakini hapo hapo anawaamrisha kuyaendea machafu. Allahu a'lam, inawezekana haya yameunganishwa hivi kwa sababu hata haya machafu tunayaendea kupitia mali zetu. Yani anakukataza kutoa mali katika njia ya halali, anakupambia ya haramu ambayo utaendea tena kwa kutumia mali. Na takriban ukiangalia madhambi mengi, hata yale ambayo yanabeba msamiati wa alfahsha, wengi wanaendea kwa gharama, ikiwemo liwati yenyewe, ikiwemo azina, nikahul maharim, kama vile sasa hivi haipo hivyo. Na kama watu wanafanya hivyo, wanaweza wakafanya jahlan, kwa ujinga, lakini ni madhambi ambayo katika hali ya kawaida watu wanayafikia kupitia mali walizo nazo. Kwa hiyo hii ni tafsiri ya kwanza ya alfahsha, bimaana yale madhambi machafu, na yanakusanya takriban madhambi matatu: azina, alliwat, nikahul maharim. Tumetoa ushahidi wa azina, tukaisoma kauli ya Allah azza wa jalla, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Tukatoa ushahidi wa nikahul maharim, kuwaoa wale ambao ni haramu kuwaoa, kwa kitendo hicho pia kinaitwa fahisha. Kauli ya Allah azza wa jalla, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Lakini tukaeleza alliwat pia inaitwa fahisha. Madalilu, dalili pia ipo ndani ya Qur'an. Walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Kwa hiyo alliwat nayo ikaitwa fahisha. Hii ni tafsiri ya kwanza ya neno alfahsha. Katika ubedui waliokuwa nao wale waofu waliopita, wa idha fa'alu fahisha qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Walikuwa wanapofanya uchafu, hoja yao mambo mawili. Hoja ya kwanza, wajadna 'alayha aba'ana, wazee wetu walikuwa wanafanya, huu ndio utamaduni. Lakini pia wallahu amarna biha, na Allah ametuamrisha. Allah akawaambia, qul inna Allaha la ya'muru bilfahisha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, sema Allah hawezi kuamrisha machafu. Kwa hiyo kama Allah haamrishi machafu, Allah amejitakasa na hilo. Qul inna Allaha la ya'muru bilfahsha, nani ambaye anaamrisha alfahsha? Aya hii inatupa jibu, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bilfahsha. وقيل المراد بالفحشاء هنا البخل. Hii ni tafsiri ya kwanza ya fahsha, hayo madhambi machafu hayo ambayo yanaingia
kwa kipaumbele haya matatu: azina, alliwat, nikah almahari. Lakini wapo waliofasiri katika baadhi ya wanazuoni, bal naqala ba'dhum alijmaa ala dhalik, bali baadhi ya wanazuoni wameeleza kwamba kuna maafikiano juu ya tafsiri hii ninayoitaja, kwamba almuradu bilfahsha huna albukhl. Maana ya fahsha kwenye aya hii hapa maana yake ni ubakhili. Hivyo inakuwa maana ya aya, ash-shaytanu yu'idukum al-faqra, shaytan anakukhofisheni juu ya ufakiri kama mtatoa. Wa yamurukum bil fahsha, lakini anakuamrisheni ubakhili, muwe mabakhili. Taban al-bukhl ni katika mambo mabaya, ndio maana Allah hawapendi mabakhili. Allah hawapendi mikono birika, kwa sababu ubakhili si kitu kinachopendeza mbele ya Allah azza wa jalla. Hii ni tafsiri ya pili katika aya hii. Wanasema neno al-fahsha hapa maana yake ni al-bukhl, na kuna mahusiano kati ya al-fahsha bi maana al-bukhl na kati ya al-fahsha bi maana ma fahsha min adh-dhunubi wal maasi, kwa sababu mwisho wa siku yote haya yanakutana kwenye msamiati wa maasiya. Yale maasiya mazito matatu ambayo yanaitwa al-fahsha na hii dhambi ya ubakhili yanakutana kwenye msamiati wa dhambi. Bimaana yote haya si mambo mazuri. Ubakhili si jambo zuri, ndio maana si katika maagizo ya Allah, ni katika mapambo, ni katika yale tunayopambiwa na shetani. Lakini Allah amewataja vibaya mabakhili. Tabani ubakhili umetajwa vibaya katika sunna za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, na kinyume chake ukarimu, utoaji ndicho kitu kinachosifiwa na kutajwa vizuri ndani ya Qur'an, kadhalika katika hadiyu na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Huu ni upande wa shaytan, yaidukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha. ابن القيم عليه رحمة الله تعالى نسمع هذه الآية، آية هي تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني. آية هي inahimiza juu ya kujitolea, yani kwa maneno yenye balagha ya hali ya juu yaliyobeba maana ya kuvutia. قال فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق. Kwa nini? Kwa sababu aya hii imekusanya kinachovutia watu kwenye ubakhili na kinachovutia watu kwenye kujitolea. Qala bayana ma yad'uuhu ilayhi da'i al-bukhli wa ma yad'u ilayhi da'i al-infaq. Lakini pia aya imebeba kubainisha kile ambacho anakitaka yule ambaye anaiita watu kwenye ubakhili na kile anachokitaka yule ambaye anaita watu kwenye kujitolea. Fa akhbara subhanahu, bimaana Allah ametueleza katika aya hii anna alladhi min al-bukhli wash-shuhi huwa shaytan, anayewalingania watu katika ubakhili na kuzuia kutoa walivyonavyo walivyojaliwa na Allah azza wa jalla ni shaytan. Wa akhbara anna da'watahu hiya bima ya'idum bihi wa yukhawifuhum min al-faqr in anfaqu amwalahum. Lakini pia Allah akatueleza hii da'wa ya shaytan kwenye kuwalingania watu kwenye ubakhili anapitia wapi? Ni kule kuwahofisha ufakiri kama watatoa. Qala wa hadha huwa ad-da'i al-ghalib 'ala al-khalq, na hiki ndicho kilichoghilibu kwa wanadamu, kinachowazuia kutoa ni kule kuogopa ufakiri. Qala fa innahu yahimu bis-sadaqa wal-badl fayajidu fi qalbihi da'iyan yaqulu lahu mata akhrajta hadha da'atka al-hajatu ilayhi waftaqarta ilayhi ba'da ikhraj. Unapotaka kutoka kuna nafsi inakwambia, ule wasiwasi wa shetani unakwambiaje? Mata akhrajta hadha, kama utatoa hiki unachotaka kutoa basi amini kuna jambo litakufika utahitajia na hutakuwa nacho.
wa imsakuhu khairun laka hata la tabqa mithla alfaqir, na kubaki na hicho ulichonacho ni bora, usije ukawa kama fakiri. Faghinaka khairun laka min ghina, wewe kuwa unacho ni vyema kuliko kumwezesha mwingine wewe ukakosa. Anaendelea kusema Ibn al-Qayyim, fa idha sawwara lahu hadhihi sura, shaytan anapokuletea picha hii ya ubakhili, amarahu bil fahsha, hapo sasa ndo anakuamrisha ule ubakhili wenyewe. Qala wa hiya al-bukhlu alladhi huwa aqbahu al-fawahish, wa hadha ijma'u al-mufassirina anna al-fahsha huna al-bukhl. Akikuweza hapa maana yake ndo anakutia kwenye ubakhili, ambapo ni katika maovu makubwa, na wanazuoni anasema wanafikiana kwamba al-fahsha katika aya hii maana yake ni ubakhili. Lakini mwisho anatueleza hakika, qala fa hadha wa'duhu wa hadha amruhu, hii ndio ahadi ya shaytan na hii ndio amri yake. Ahadi yake ni ipi? Al-faqr. Amri yake ni ipi? Al-fahsha. Qala wa huwa al-kadhibu fi wa'dihi al-ghadiru al-fajiru fi amrihi, na shaytani siku zote ni muongo kwenye ahadi yake, si mwema kwenye amri zake. Qala falmustajibu lida'watihi maghrurun makhdu'un maghbunun, yule ambaye ataghurika na hii da'wa ya shaytani, basi huyo kweli ameghurika, amehadaika, ametapelika. Shaytani vitu anavyoahidi vimebebwa na sifa mbili kuu. Cha kwanza kadhib, ni uongo. Shaytani anachoahidi ni uongo, katika ile kutamanisha kwamba usifanye hivi, ukifanya hivi utapata hivi, fanya hivi, ukifanya hivi utapata hivi. Uongo. Yaiduhum wa yumannihim wa illa ghurura, ni hada tu. Lakini pia anachoahidi shaytani hakitokei. Anachoahidi shaytani hakitokei, kitakachotokea ni kinyume chake. Kama ukiwa na mimi utakuwa salama, wakati ukiwa na yeye ndo unaangamia. Hawa wafuasi wa shaytani katika hii dunia, taghuti mkubwa huyo shaytani. Shaytani anawajaza, anawapa matamanio na ahadi nzuri nzuri, lakini siku ya kiyama atawaruka. Aya zipo nyingi sana ndani ya Qur'an. Kama thali shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Shaytani wewe anawashawishi watu wa kufuru, anasema ninamwogopa Mungu bwana, jinsi alivyokuwa Mungu. Shaytani amuogopa Mungu hiyo. وقال الشيطان siku ya kiyama sasa, lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Mwenyewe anasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq, Allah amekuahidi jamani ahadi ya kweli. Allah anasema ukijizuia na maasi nitakupa janna. Shetani anakuambia ukiingia kwenye maasi utaenjoy. Unaingia kwenye maasi unapigika fi dunia wal akhirah. Maradhi yatakuandama, udhalili utakuandama, Allah atakuondolea nuru katika maisha yako bisababi al-maasi. Na ukishafanya shetani anakuacha na dude lako, yeye huyo ameshawini. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wazi kabisa, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi nimewaahidi lakini nimekwenda kinyume na kile nilichoahidi. Sio bahati mbaya, maksudi yani. Wama kana li alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li, kazi yangu mimi ilikuwa ni kuwashawishi na nyinyi kwa wehu wenu mkanikubali. Fala talumuni walumu anfusakum, silaumu mimi, kila mtu ajilaumu mwenyewe, mlishaambiwa nyinyi na Allah kwamba mimi adui yenu, lakini niliwadanganya mkadanganyika. Pambaneni na hali zenu. Ndio shetani hata kwenye hili, shetani yaidukum al-faqra, lengo lake usitoe ili ukapigike siku ya kiyama mbele ya Allah azza wa jalla. Ibn al-Qayyim anaendelea kutupa madini, anasema wa hadha au hadha wa inna wa'dahu lahu al-faqra laysa shafaqatan alayhi wala nasihatan lahu kama yansahu ar-rajulu akhahu wala mahabbatan fi baqaihi ghaniyan. Shetani anapokushawishi kwamba usitoe,
utafilisika. Sio kwamba anakupenda sana kama unavyopewa nasaha na ndugu yako katika iman kwa ajili ya kupenda, hapana. Wala sio kwamba anataka ubaki tajiri, bal la shay'a hatta ilayhi min faqrihi wa hajatihi. Anasema Ibn Qayyim, bali hakuna kitu ambacho shetani kinampendeza kama wewe kuwa fakiri. Hata utajiri wako shetani unamuuma. Qala wa inna ma wa'adahu lahu bil faqr wa amarahu iyyahu bil bukhl. Sasa kwa nini anataka tusitoe? Dhahiri anakuambia utafilisika. Yeye haliko kwenye kufilisika. Wewe ukifilisika inamuuma nini? Shetani ukifilisika inamuuma nini? Anapenda kuona unahangaika, ndivyo anavyopenda. Hajawahi shetani kumtakia khairi binadamu. Kwa hiyo kuna siri gani? Ibn Qayyim anafichua siri. Anasema wa innama wa'duhu lahu au wa'adahu lahu bil faqri wa amarahu iyyahu bil bukhli liyusi'a dhannahu bi rabbih. Anakuamrisha yote ubakhili, kutokutoa, ili akuweke sehemu ya kumdhania Allah dhana mbaya, kwamba ukitoa Allah hatakupa, ukitoa utaishiwa, na huko ni kumdhania Allah dhana mbaya, wakati Allah ameshahidi kwamba unachokitoa hakiendi bure. Na Mtume kayasherehesha hayo, ma naqasat sadaqatun bimal, hakuna sadaka inayopungua au hakuna mali inayopungua eti kwa sababu inatolewa sadaka. Lakini shetani anakushawishi ili sasa umdhanie Allah dhana mbaya, kwamba nikitoa sijui kama nitapata. Hiyo uliyopata unayogoma kuitoa, ulijua kama utapata? Ni riziki imekupa Allah azza. Angalia, ulikuwa na kitu, ulikuwa huna kitu, ukawa na yakini kwamba Allah atakupa, Allah atakupa. Una kitu, unashindwa kutoa kidogo, ukiona kwamba nikitoa nitakuwa nimepoteza. Nini hii kama sio dhana mbaya tunayomdhania Allah azza wa jalla? Hadha suu dhanni billah. Hii ni dhana mbaya kwa kumdhania Allah azza wa jalla. Huko ndiko ambako shetani anapelekea, kwa sababu katika madhambi isaatu dhanni billah ni kumdhania Allah azza wa jalla dhana mbaya. Zaidi ya hapo, anasema Ibn Qayyim, wa yatruku ma yuhibbuhu min al-infaq liwajhihi, lakini pia anakushawishi ili uache kutoa jambo ambalo Allah azza wa jalla analipenda. Fayastawjibu minhu al-hirman. Hii maana yake inapelekea wewe kunyimwa na Allah azza wa jalla, kunyimwa nyongeza, lakini kadhalika kunyimwa fadhila. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra, shaytan anakukhofisheni ufakiri, wa ya'murukum bil fahsha'i, lakini zaidi ya hapo anakuamrisheni machafu, ikiwa ni pamoja na ubakhili. Ya shaytan haya tumeshajua. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, lakini Allah azza wa jalla anakuahidini msamaha mkubwa kutoka kwake. Wallahu ya'idukum in tasaddaqtum wa anfaqtum, na Allah anakuahidini kana mtatoa sadaka, mtatoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Anakuahidini nini? Vitu viwili pia. Cha kwanza maghfiratan minhu, maghfiratan 'azimatan minhu, msamaha mkubwa kutoka kwa Allah azza wa jalla. Shetani anakuamrisheni ubakhili, Allah anakuahidini msamaha, maghfiratan minhu, utapata msamaha kutoka kwa Allah azza wa jalla. Na taban msamaha ni jambo kubwa sana tunalolitafuta. Kama Allah katuahidi msamaha kwenye kutoa pia, maana yake tunatakiwa tukimbilie ibada ya kutoa. Jamani, tunafikiana kwamba katika vitu vikubwa tunavyotafuta sisi ni pamoja na kupata msamaha wa Allah azza wa jalla. Jambo kubwa hili tunalitafuta. Na Allah akikusamehe, vijana wenyewe wanasema umetoboa. Allah akikusamehe umetusua wewe.
Kwa hiyo katika sehemu ambazo msamaha wa Allah umefichwa ni kwenye kutoa sadaka. Kwa mujibu wa aya hii, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, ay wallahu ya'idukum in tasaddaqtum wa anfaqtum maghfiratan minhu. Allah anakuahidini kama mtatoa kwa ajili yake mtapata msamaha wake. Ndio maana sadaka ikafanywa kuwa ni kinga ya moto, kwa sababu ndani ya sadaka kuna maghfira. Qala alayhi salatu wasalam, fattaqu an-nar walau bishiqqi tamra, yani walau bitasadduq bishiqqi tamra, sio kwa kula, kwa kutoa sadaka. Wekeni kinga baina yenu na moto walau kwa kutoa nusu ya tende, kwa kutoa sadaka ya nusu ya tende. Inakuwaje hii sadaka kinga? Kwa sababu kupitia sadaka unapata msamaha wa Allah azza wa jalla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Lailatul Qadri ni usiku wa cheo. Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, kama nitaudiriki huo usiku nafanyaje? Mtume akamwambia omba maghfira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, khalas. Alhujaji idha waqafu fi Arafat, mahujaji wanaposimama katika viwanja vya Arafa, kikubwa wanachozawadiwa na Allah azza wa jalla nini? Msamaha. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, Allah anawaambia malaika, kuweni mashahidi kuwa mimi nimewasamehe madhambi yao. Mashaallah, Allah tujalie katika wale waliowasamehe madhambi yao na kuwatakasa. Itikia hata kama hujaenda hija jamani. Hapa tuombee mahujaji, tunajiombea na sisi, Allah atusamehe madhambi yetu. Ndio maana al-istighfar imekuwa na faida fi dunia wal akhirah, duniani na akhirah. Kwa nini? Kwa sababu katika vitu vinavyotukwamisha hata katika maisha ya dunia ni kathratu dhunub, wingi wa madhambi unasababisha ugumu wa maisha. Kwa hiyo ili tulainishe haya maisha tunahitajia istighfar fi dunia wal akhirah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara. Natija istighfar. Sisi jamani, tukipigwa na ukame tumefundishwa tufanye nini? Tuswali salat al-istisqa. Tunaonyesha unyenyekevu wetu mbele ya Allah, uhitaji wetu kwa Allah, tunamwomba Allah msamaha mpaka tunageuza nguo zetu kwa matarajio ya kubadilika hali. Allah atubadilishie hali. Ukienda pale Madina upande wa magharibi kwa mbele ya msikiti kuna vile misikiti vitatu. Kuna Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, alafu kuna Masjidul Ghamama. Kuna msikiti umejengwa pale unaitwa Masjidul Ghamama au musalla. Lile eneo ambapo palikuwa ni eneo la soko, lakini sehemu pia ya wazi. Pale Masjidul Ghamama Mtume alayhi salatu wasallam aliwahi kuwasalisha Waislamu salat al-istisqa. Akiwa yuko kwenye dua, yuko kwenye swala, likaja wingu likatanda, mvua ikaanza kunyesha. Ulipojengwa msikiti pale ukaitwa Masjidul Ghamama. Ghamama kwa sababu ni wingu la mvua. Kwa hiyo tunaleta istighfar, tunaswali salat al-istisqa kumwomba Allah msamaha, tauba, maghfira, Allah tubadilishie hali katika hii dunia. Yursili samaa alaykum midrara, lakini pia maajabu, wayumdidkum biamwali wa banin. Wayumdidkum biamwali wa banin, mali na watoto vinaunganishwa pia na al-istighfar. Watoto vimeunganishwa na al-istighfar. Mali tunahitajia hapa duniani, watoto tunahitajia hapa duniani, istighfar pia imeunganishwa hapo. Kwa nini? Kwa sababu madhambi yetu ni sababu ya kunyimwa vingi, ikiwa ni pamoja na watoto, ikiwa ni pamoja na uchumi. Dhahara alfasadu fi albarri walbahri bima kasabat aidi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu.
liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Uharibifu umedhihiri bara na pwani kwa yale yanayofanywa na watu, na huu uharibifu uliodhihiri ni sehemu ya adhabu ya Allah azza wa jalla kwa waja wake, liudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili awaonjeshe sehemu katika yale mabaya waliyofanya, kama vile kuwazindua, la'allahum yarji'un. Na lau Allah ingetuadhibu kwa kila tunachofanya ingekuwa hatupo. walau ya'khidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Hii ni Qur'ani jamani. Allah anatufanya kidogo nakokwenda siko huko, kwa mfano. Na kama Allah ingetupatiliza kwa yale mabaya tunayoyafanya, nani ingebaki? Mnahisi hapo kwamba wewe msafi ungekuwa bado upo kama Allah angekuchukulia kwa kila unachokifanya katika maasi? Lakini Allah anatustiri, mara nyingine anatupitisha katika miumbo ili kutuzindua tu, na kweli wengine huzinduka. Mtu afanye biashara, lazima kuna kariba kidogo hapa, na hisi ndio katakuwa kananitafuna mimi. Unaambia ndo wako sio mambo ya kuhisi, ni yako hako ndo karusi kako uliko nako. Kuna kirusi hicho, chomoa hicho kirusi. Kwa nini ameshtuka? Kwa sababu mbona mambo hayaendi vizuri. Lakini kwa sababu ni Muislamu anazinduka Kiislamu. Mwingine anaweza akazinduka kishirikina kwamba hapa kuna mkono wa mtu. Huyo mtu ni wewe sasa. Hii mambo ya kusema hapa kuna mkono wa mtu, huyo mtu ndo wewe. Si umekubali kuingia katika haramu, wala usifikirie umerogwa, umekwenda kufungiwa nyasi, amna. Ni wewe mwenyewe. Nasallallahu salama. Wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbari la'allahum yarji'un. Kwa hiyo faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. طبعا من طرائف ما يذكر هنا katika tafsiri za kisasa zinazotajwa kwenye watoto na istighfar, kwenye watoto na istighfar, wanasema katika vitu vinavyoongeza nguvu kwa wanaume. Wanaume siku hizi wanaangaika kutafuta ziada ya nguvu za kiume. At-tauba wal istighfar ni kutubia kwa Allah azza wa jalla, inaongeza hiyo. Qur'ani imetaja tiba kadhaa, kama tutazizingatia hizi tiba zinafanya kazi, wala kuna haja ya kutafuna miti. Yani mujarrab. Tiba ya kwanza ni hiyo al-istighfar. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah wakati anazungumzia mambo ya tauba na istighfar akaeleza hiyo, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah atawaongezea nguvu juu ya nguvu mlizonazo. Baadhi wakafasiri tafsiri nyingi, lakini wakasema nguvu hizi ni mpaka kwenye mwili. Sio mpaka kwenye mwili, mpaka nguvu hizo wanazohitajia wanandoa zipo katika at-tauba wal istighfar. Hii ni dawa jamani. Lakini dawa nyingine iliyotajwa ndani ya Qur'ani, hii darasa lisihamie huko, na malizia hii nirudi. Ghaddu al-basar, kuinamisha macho. Kuinamisha macho maana yake sio kuangalia chini. Kuinamisha macho maana yake ni kutokuangalia haramu. Hata kama hiyo haramu iko chini, usiangalie. Hii ndio maana ya ghaddu al-basar. Ghaddu al-basar anil haram, kugeuza jicho usiangalie haramu. Kama iko mbele usiangalie, kama iko kulia usiangalie, kama iko chini pia usiangalie chini. Japo tunafasiri kuinamisha macho, lakini maana yake ni hiyo. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Angalia aya ilipo, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kwa hiyo hapa kuna dawa ya tatu tumeongezewa, hifdhul farj, kuhifadhi tupu. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Zina ni katika vitu vinavyomaliza nguvu za kiume, na wenyewe wanasema zina sio ushahidi kwamba wewe una nguvu, ni ushahidi kwamba una tabia mbaya. Usijue ni kijogoo kwamba huyu naye yule unaye umepita naye kile kidume cha mbegu, hamna.
wewe muhuni kama wahuni wengine, una tabia mbaya, huo si ushahidi. Kila nyumba nimezalisha hapa mjini. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ghaddu albasar wa hifdhu alfarj ni vitu ambavyo vina mawasiliano. Jicho lako ukilipa uhuru, tupu yako itafuata uhuru wa jicho lako. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam alisema kila ameandikiwa fungu lake katika zina, atalifanya, hawezi kuliepuka. Akasema macho mawili yanazini na zina yake kutazama, zina yake kutazama. Akaeleza baadhi ya viungo, mwisho akasema wa yusaddiqu dhalika alfarj au yukadhibu, lakini mwisho tupu ndio itakayosadikisha hii zina ndogo iliyotangulia au itakayokadhibisha. Bi maana jicho limeona, moyo ukatamani, tupu sasa ndo itaweka saini kwamba nakwenda kufanya huo uchafu. Kwa hiyo hivi vitu vina connection. Kwa maana jicho linaona, moyo unatamani, mwili unakwenda kukidhi hayo matamanio. Tunamuomba Allah tuhifadhi. Kwa hiyo dawa tatu hizi jamani tumezitaja kwa haraka. Ni mujarrab. Hivi ilivyoharibika inahitajia moyo sana hizi dawa uweze kuziishi. Ghaddu albasar wa hifdhu alfarj, kuinamisha macho na kuhifadhi tupu. Taban baadhi ya wanazuoni katika aya hii Allah azza wa jalla, walladhina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, wakatumia aya hii kuonyesha uharamu wa masturbation, kujichua ni katika kulinda tupu, na ndio maana inaendelea kuthibitishwa kuwa kujichua ni katika vitu vinavyopunguza nguvu za kiume, ima moja kwa moja au kwa athari inayokuja kwenye saikolojia ya yule ambaye anafanya hilo. Kweli uongo? Yaani kwa vile mlivyosikia na kusoma, sio kwa vile mlivyofanya. Maana mnagoma kuonyesha ushirikiano, mnahisi kama na watuhumu. Watu wanaojichua wanapitia changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa nini? Kwa moja kati ya mambo mawili. Kwa sababu wametumia tupu zao matumizi yasiyokuwa halali, Allah akawanyima kwenye yale matumizi ya halali, wanateseka. Au kwa ile athari walionayo kwenye saikolojia ya kuoa mikono yao, kwa hiyo akili zao zikahamia kwenye nikahul yad. Tuko kwenye maghfira jamani. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sasa kwa nini hamumtukuzi Allah ukweli wa kumtukuza? Kwa nini hamumheshimu Allah heshima anayostahili? Waqad khalaqakum atwara ila akhir alayat. Wallahu ya'idukum maghfira, na Allah azza wa jalla anakuahidini kama mtatoa kwa ajili yake msamaha mkubwa kutoka kwake, wa fadla, na fadhila nyingi atakazowapa kutoka kwake. Shetani si amewatisha ufakiri, kwa hiyo Allah atawapa fadhila. Kwa hii fadhila inasimama sehemu ya ufakiri, kinyume chake maghfira inasimama sehemu ya alfahsha au albukhl. Na Allah alilotuahidi hapa ameahidi kwenye aya nyingi, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ni katika fadhila za Allah jamani. Wama anfaqtum min shay'in, chochote mtakachotoa katika njia ya Allah azza wa jalla, fahuwa yukhlifu, Allah anakupeni badala, hakipotei kinachotoka kwa ajili ya Allah. Ndio maana tukaisoma hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ma naqasat sadaqatun min mal. Anasema Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, fi hadhihi al-aya ithnatani min Allah wa ithnatani min ash-shaytan. Katika aya hii kuna mambo mawili tumeahidiwa na Allah, kuna mambo mawili tumeahidiwa na shetani. Kwa hiyo chagua utafuata ahadi ya nani? Lakini tumeona ahadi ya shetani ni uongo na haitokei kama ilivyoahidiwa, lakini ahadi ya Allah ni kweli na itatokea kama alivyoahidi. Wa'da Allahi la yukhlifu Allahu wa'da. Ya ayuha an-nasu inna wa'da Allahi haqq. Ahadi ya Allah ni haqqun wa haqqun. Ahadi ya Allah ni ya kweli na ni lazima itatokea.
tuziweke pamoja hizi ahadi mbili. Hatuna shaka na ahadi ya Allah, si ndio? Kwamba ukitoa utapata maghfira. Allah anakupa fadhila zake nyingi, ikiwa ni pamoja na kukuwekea mbadala na kukuzidishia. Hii itatokea, wala hatuna shaka. Lakini tuangalie hichi ambacho kaahidi shetani kuanzia katika dunia hii. Je, wanaotoa hufilisika kwa sababu ya kutoa? Abadan, hakuna anayefilisika kwa sababu ya kutoa. Unaweza ukasema mtu anaweza akatoa mpaka kaishiwa duniani, huyo mbele ya Allah ni tajiri. Kwa hiyo hajafilisika kwa namna yoyote, maadamu ametoa kwa ajili ya Allah, amezingatia vigezo na masharti. Kwa hiyo ahadi ya shetani hata kwa macho ya kawaida ni ya uongo jamani. Kwani na nyinyi pia si mnatoa? Nani kaishiwa kwa sababu anatoa? Kuna watu wamejekea utaratibu wao bwana. Kwa mimi kila siku fulani nitatoa kiasi fulani, au kila siku mimi napita sehemu fulani, naijua familia fulani hawajiwezi, na waachia pesa ya matumizi pale. Na mtu wala haoni kupungukiwa, zaidi ya hapo anaona kwamba Allah anambariki na Allah anamuongezea. Kwa hiyo hata katika maisha yetu ya kidunia ukiziweka pamoja hizi ahadi mbili, unaona ahadi ya shetani ya uongo na ahadi ya Allah ndio ahadi ya kweli, na huu ndio ukweli. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Rawa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. شيطان أنا ushawishi kwa huyu mwanadamu, waq'un fi an-nafs, lakini malaika pia ana ushawishi kwa huyu mwanadamu. Qala fa amma lammatu ash-shaytan فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. Ushawishi wa shetani kwa mwanadamu ni kumwahidi shari na kumfanya mwanadamu aikadhibishe haki. Wa amma lammatu almalak fa'i'ad bilkhair wa tasdiq bilhaq. Ushawishi wa malaika ni kumwahidi huyu binadamu khairi na kumfanya asadikishe haki. Qala faman wajada dhalika falyalam annahu min Allah. Yule ambaye ataona nafsi yake inamvutia katika khairi na taa, ajue ni kwa tawfiki ya Allah. Wa man wajada al-ukhra falyata'awadh billahi minash shaitan. Lakini yule ambaye ataona nafsi yake inamvuta katika shari, katika maasi ya kuikataa haki, amuombe Allah amlinde na shaitan. Kisha akasoma aya hii, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaitan anatukhofisha ufakiri kwa vitu kadhaa. Miongoni mwa hivyo, ili tusitoe sadaka tukose yale malipo ya sadaka, ili tumdhania Allah azza wa jalla dhana mbaya, ili tuwe na bakhili na ubakhili ni sifa mbaya, ili atuingize katika hofu alladhina amanu wa laysa bidharrihim shay'an illa biidhnillah. Unakuwa na ule wasiwasi, uoga kwamba nikifanya hivi itakuwa hivi, sababu siku zote anayeogopea ufakiri yaishu fi hammin wa qalaqin wa khawfin wa gham. Kila kitu hii itanipunguzia, hii haiwezekani, maradhi hayo. Lakini kadhalika idha khafa alfaqra waqa fi alharam, anapohofia mtu sana ufakiri anaingia kwenye haramu, ikiwa ni pamoja na ubakhili. Aidha, shetani anatukhofisha ufakiri hata nanshghila bijam'i almal an ta'at wal a'mal as-salihah, ili tubaki tunashughulisha kukusanya pesa lakini hatuzitumii katika mambo ya khairi. Ndio maana Imam Thawri alayhi rahmatul bari anasema laysa lishaitani silahun ala al-insani mithlu khawf al-faqr. Shaitan hajawahi kuwa na silaha madhubuti kwa mwanadamu kama kumtia uoga wa ufakiri. Qala fa innahu idha waqa fi qalbihi al-faqr mana'a al-haqq wa takallama bil-hawa wa dhanna bi rabbih dhanna as-saw. Sababu akishamtia uoga wa ufakiri katika moyo wake, atamzuia asifanye haki, atazungumza kwa matamanio, atamdhania Allah azza wa jalla hana mbaya. Baadhi ya wema waliotangulia wanasema idha ijtama'a iblisu wa junuduhu, iblisi anapokutana na jeshi lake, lam yafrahu bi shay'in ka farahihim bi thalathati ashya. Furaha yao kubwa ni kwenye vitu vitatu.
kati ya vingi cha kwanza, mu'minun qatala mu'mina, wanapoona muislamu kamuua muislamu mwenzake wanafurahi sana. Wa rajulun yamutu ala al-kufr, jambo la pili linalowafurahisha ni mtu kufa akiwa kafiri. Jambo la tatu, wa qalbun fihi khawfu al-faqr, ni moyo ambao unahofia ufakiri, unahofia umaskini. Ya ibn Adam anfiq unfiq alayk, ewe mwanadamu toa nami nitakupa. Allah ameahidi hilo, ewe mwanadamu toa nami nitakupa. Kwa kama tunaamini ahadi ya Allah ni ya kweli, kwa nini tunaogopa kutoa? Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ibn al-Qayyim amezungumzia ile ahadi ya shaytan, lakini pia akazungumzia ahadi ya Allah, akasema wa amma Allah subhanahu, ama Allah mtukufu, fa innahu ya'idu 'abdahu maghfiratan minhu lidhunubihi, Allah ni muahidi mja wake atakapotoa kwamba atamsamehe madhambi yake, wa fadlan bi an yukhlifa alayhi akthara mimma anfaqa wa adhafa, lakini pia Allah atampa fadhila zake kwa kumpa zaidi ya kile alichotoa, imma fi dunya au fi dunya wal akhirah, ima Allah atakupa mbadala katika hii dunia au duniani na akhira pia. Alafu mwisho akamalizia na yale maneno ambayo niliwahi kuyanukuu, fa hadha wa'du Allahi wa dhaka wa'du shaytan, hii ndio ahadi ya Allah, maghfira na fadhila, na ile ahadi ya shaytan, الفقر والفحشاء. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن إليه نفسه والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. الشيطان يعدكم الفقر تملزيكم ركركة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Kisha Allah anahitimisha kwa kutuambia wallahu wasi'un, wasi'ul fadli wal 'ata, na Allah ni mpana kwenye fadhila zake na utoaji wake. Allahu wasi', fadhila zake Allah ni kunjufu mno. Kwa nini uogope kwamba wewe ukitoa Allah atakuzidishia? Na utoaji wake Allah azza wa jalla ni mkunjufu, na Allah hajawahi kuishiwa, bali hajawahi kupungukiwa, wachilia mbali kuishiwa. Mkono wa Allah ni mkono wa kutoa usiku kwa mchana. Angalia tangu walipoanza kuwaruzuku waja wake mpaka leo, anapungukiwa na chochote? Khazainuhu mal'a la taghidhuha nafaqa sahaa al-layl wan-nahar, khazina za Allah zimejaa, hazipungukiwi kwa kutoa, na Allah anatoa usiku na mchana. Undhuru ila ma anfaqa mundu khalaqa al-khalq au mundu khalaqa al-khalqa, angalieni alichotoa tangu Allah alipowaumba waja wake. Je, amepungukiwa? Aljawabu la. Kwa hiyo hii Allahu wasi', unaondolewa ule wasiwasi kwamba itakuwaje, kitarudi kweli. Allahu wasi', wasi'un fi fadlihi, wasi'un fi 'ata'ihi, wasi'un fi rahmatihi, wasi'un fi karamihi. Wewe hofu yako ya nini? Aliyekwambia haya ni Allah, haishiwi, sio bakhili, ni mkarimu, anawapenda waja wake. Allahu wasi'un, lakini zaidi ya hapo alimun, alimun bi ahwali ibadihi, alimun biman yastahiqu athanaa min khalqihi. Allah ni mjuzi, anajua hali za waja wake. Allah ni mjuzi, anamjua yule anayestahiki kusifiwa na kutajwa vizuri. Allahu alimun, lakini pia ana yule ambaye anajizuia alafu akatoa sababu zisizokuwa za sawa, pia Allah anaujua uhalisia. Kwa hiyo hapa unatamanishwa pamoja na kukhofishwa. Katika siri zilizopo katika huu umaliziaje, wallahu wasi'un, ili usiogope, alimun, lakini ukibana Allah anajua kwa nini umebana. Kwa hiyo jiongeze, wallahu wasi'un alim. Aya hii inatufundisha mambo kadhaa, lakini miongoni mwa hayo ithbatu ihwa'i shaitani li bani adam. Aya inathibitisha kwamba binadamu anahuriwa na shetani.
Shetani anapambana katika kumpoteza mwanadamu. Shetani ana athari kwenye maisha ya mwanadamu, iqdaman au ihjama, kusonga mbele au kusita. Shetani ana athari. Uadui wa shetani kwa binadamu ni uadui mkubwa sana. Aidha min fawaid al-aya dhamu al-bukhli wa annahu min al-fawahish. Aya inataja vibaya ubakhili na kwamba ubakhili ni katika mambo mabaya. Aidha al-bushra lilmunfiq, aya inabeba bishara njema kwa yule anayejitolea katika njia ya Allah azza wa jalla. Na faida ya mwisho ambayo tunahitimisha nayo, ithbatu ismaini min asma'illahi, aya inathibitisha majina mawili kati ya majina ya Allah azza wa jalla ambayo ni wasi'un, la pili ni alim. Wallahu a'lam. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra, shaytan anakutieni hofu na uoga kwamba mtakuwa mafakiri pale mtakapotoa. Wayamurukum bil fahsha, lakini zaidi ya hapo anawaamrisha machafu, ikiwa ni pamoja na ubakhili. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, na Allah anakuahidini pale mtakapotoa kuwa mtapata msamaha mkubwa kutoka kwake na fadhila zake nyingi zitawafikia. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mpana wa fadhila, lakini vile vile ni mjuzi kwa kila kinachofanywa na waja wake. Tunamwomba Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.